Ninakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu sana katika kipindi hiki cha Jumbe za Malaika Watatu, kipindi ambacho kinakupa mafundisho juu ya ukweli wa leo. Mungu anaohitaji uende kwa kila taifa, kila lugha, kila jamaa na kila kabila. Watu wafikishiwa habari njema za matumaini ya kwamba Mungu anaokoa, yupo kwa ajili yao. Anawahitaji wajiandae kwa ajili ya uzima wa milele. Tupo katika Jumbe za Malaika Watatu, na katika kipindi hiki cha Jumbe za Malaika Watatu tupo katika ujumbe ule wa malaika wa kwanza. Bado tunatembea hapo na tumeona ujumbe wa malaika wa kwanza umefunuliwa katika Ufunuo sura ile ya 14 mstari wa 6 na wa 7. Na mstari wa 7 ndio umebeba ujumbe wenyewe. Mstari wa 6 wenyewe unatambulisha huyo malaika. Anasema, kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu, mwenye injili ya milele, awahubiri hao wakaao juu ya nchi, kila taifa, lugha na jamaa. Kwa hiyo fungu la 6 linatupa utambulisho wa malaika, lakini fungu la 7 ndio linatupatia ujumbe wa malaika mwenyewe. Na ujumbe wake unagusia vipengele vikubwa 4 vya msingi. 1, mcheni Mungu. 2, mtukuze Mungu. 3, kujiandaa kwa ajili ya saa ya hukumu ya Mungu. Na 4 ni habari ya kumwabudu Mungu. Yote haya yanafunuliwa katika ujumbe wa malaika wa kwanza. Na katika yote haya manne tumemaliza kipengele cha mcheni Mungu, na sasa tupo katika kipengele cha mtukuze Mungu. Tulijifunza nini katika mtukuze Mungu? Tulijifunza Mungu anatukuzwa kwa njia kubwa 2 zilizofunuliwa ndani ya neno lake takatifu. 1, Mungu anatukuzwa kulingana na udhihirisho wa tabia yake ndani ya maisha ya watoto wake. Ngoja nieleze vizuri. Mtu anaweza kumtukuza Mungu kwa kudhihirisha tabia ya Mungu katika maisha yake. Na tabia ya Mungu inadhihirishwa kwa mtu kwa njia ya Roho Mtakatifu anayetenda kazi ndani yake. Kwa sababu mwanadamu yoyote yule hawezi kufanya jambo lililo jema. Hakuna mwanadamu anayeweza kufanya jambo lililo jema, isipokuwa wanadamu wanawezeshwa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu akiwa ndani yangu, Roho Mtakatifu akiwa ndani yako, ana uwezo wa kukusaidia ukamtukuza Mungu, ukaishi kulingana na Mungu anavyotaka wewe uishi au mimi niishi. Lakini kipengele cha pili cha kumtukuza Mungu tuliangalia ni kuishi kwa kanuni za afya. Na hapa ndipo bado tunaendelea. Kuishi kwa kanuni za afya zipi? Maandiko yanaweka wazi kanuni za afya. Namba 1, tulijifunza habari ya lishe, lakini pia tukajifunza habari ya mazoezi. Leo tunaingia kipengele kingine ambacho ni pumziko. Pumziko ni muhimu sana. Sasa tunapozungumzia pumziko, tunazungumza jambo lifuatalo. Mungu alipoumba mbingu na nchi, Mungu akaumba kanuni, akaziweka. Aliumba mchana na usiku. Mchana akaupatia muda wa masaa 12, lakini usiku pia akaupatia muda wa masaa 12. Jumla inakuwa masaa 24. Sasa katika mgawanyo wa siku, Mungu ameweka masaa ambayo wanadamu wanapaswa kupumzika. Wanapaswa wapate pumziko. Na kanuni hii ni ya maana sana. Ameiweka hata katika juma zima. Mungu ndiye alianzisha siku ya kwanza, ya pili, ya 3 mpaka ya 7. Kwa maana ya juma moja lina siku 7. Na akasema siku 6 watu wafanye kazi, siku 1 wanapumzika. Wanamuabudu, wanatafakari ukuu wa Mungu, wanatafakari jinsi Mungu alivyowaumba, na hiyo ndio inaitwa Sabato. Sasa kwa muda wa siku moja ambayo ina mzunguko wa masaa 24, kila mtu anapaswa kuwa na pumziko. Wale wanaoishi miji mikubwa, mfano wa mji wa Dar es Salaam, Nairobi, Kampala, pamoja na miji mingine mikubwa tu hata hapa Tanzania, inawaongoza watu wengi sana kutokuwa na pumziko la kutosha. Sasa sikiliza nikusomee hapa. Anasema hivi: usingizi ni wa muhimu. Kwa kawaida, watu wazima wanapopata pumziko la usingizi, wanatakiwa walale kwa muda wa masaa 7 hadi 9 kila siku. Masaa 7 hadi 9 kila siku mtu anatakiwa apumzike. Hapa ni kujitafakari mimi na wewe. Tunalala masaa mangapi? Unalala masaa mangapi? Maana usingizi una faida nyingi. Usingizi una manufaa mengi katika maisha yako kama mwanadamu, katika maisha yangu kama mwanadamu.
tunapaswa tujue kanuni hii njema ambayo Mungu alitupatia, kanuni ya pumziko. Sasa katika maisha ya kila siku, kupata usingizi wa kutosha kunachangia mambo yafuatayo. Moja, kunaboresha ufanyaji mzuri wa maamuzi. Lakini mbili, kinakuongoza katika kuwa na utendaji ulio bora wa mwili. Yaani mwili wako utakuwa na utendaji mzuri ikiwa utaupatia pumziko la kutosha. Sio tu lishe kama tulivyojifunza, sio tu zoezi kama tulivyojifunza, kanuni nyingine ni pumziko. Lazima tuzingatie pumziko, maana malaika wa kwanza anasema mtukuzeni Mungu. Watu wanamtukuza Mungu katika miili yao kwa kuwa na pumziko la kutosha. Usiku wanalala, na ukienda kulala usiku hakikisha unafungua madirisha yanakuwa wazi. Ukienda kulala usiku usilale na nguo za kukubana, lala na nguo ambazo kidogo zinaachia. Ukienda kulala ondoa headphone masikioni au earphones. Kuna vijana wanalala anaweka headphones. Ukienda kulala zima taa. Usiache taa zinawaka, hakikisha unazima taa. Halafu pata usingizi wa kutosha kabisa. Ukilala unalala fofofo, na Mungu atazidi kubariki afya yako na utazidi kumtukuza yeye. Nikusomea hapa nukuu ya Ellen G. White anavyoelezea katika kitabu kile cha Manuscript Release, gombo nile la 7, ukurasa wa 224. Ellen G. White anasema hivi: kulala kuna thamani kubwa sana, na kulala vizuri kwa saa 2 kabla ya saa 6 usiku ni bora zaidi ya masaa 4 baada ya saa 6 usiku. Haya, anasema ya kwamba ni vizuri mtu akalala masaa 2 kabla ya saa 6. Anasema ni bora sana. Ikiwa masaa 2 kabla ya saa 6, ukirudisha nyuma hapo ni saa ngapi? Saa 5, saa 4, saa 3. Angalau hata saa 2:30, saa 3 hapo mtu unaweza ukalala usingizi. Maana anasema kulala kabla ya saa 6, masaa 4 kabla ya saa 6 ni bora kuliko masaa 4 baada ya saa 6. Kwa hiyo ukisema mimi ninafanya kazi na kazi nyingi, ngoja nifanye mpaka saa 5 hivi, saa 5:30 ndio nikalale, unaenda kinyume na kanuni. Na huyu aliyeandika alivuviwa. Mungu ndiye aliyemvuvia. Wengine wamekuwa wanatoa changamoto, wanasema huyo sio daktari. Ni kweli, hakuwa daktari. Lakini ukweli ni kwamba hata madaktari wa leo wamethibitisha kabisa yale yote aliyoyaandika huyu mama ni ya kweli na wanayatumia. Leo watu wanaoumwa magonjwa yote unaoona ya mfumo wa maisha wanaelekezwa kuishi kwa kanuni alizozifunua Ellen G. White. Kwa sababu huyu alivuviwa na Mungu. Mungu alimpatia maongozi haya ili aweze kuwapatia wanadamu. Wale watakaosikia watapata manufaa ya afya njema, na wale watakaopuuza ndio ambao watapata madhara pia, kwa sababu wamepuuza kusikia kanuni ambazo Mungu anawafunulia wao. Kwa hiyo yeye anaeleza hivi kwa kipengele cha kupata pumziko la kutosha. Anasema masaa 4 ni bora, masaa 4 kabla ya saa 6 usiku ni bora kuliko masaa 4 baada ya saa 6 usiku. Hakikisha unapata usingizi wa kutosha. Mungu akubariki sana. Hiyo ni kanuni ya msingi ambayo tumeangalia siku ya leo, ambayo yenyewe inatuongoza tufahamu juu ya ukweli juu ya kupumzika. Swala kupumzika ni la muhimu, sio la kupuuza. Usipuuze kupumzika. Pumzika, kisha kila siku inayoenda kwa Bwana unapata pumziko la kutosha la masaa 7 mpaka 9 ya kulala. Na hapo utaniuliza, mchungaji, kama ni masaa 7 nilale saa ngapi? Wewe angalia mfumo wa maisha yako. Kwanza kula mapema chakula cha jioni kabla ya kwenda kulala. Usile chakula muda umeenda sana, maana hata wataalamu wanatushauri ya kwamba angalau masaa 2 mpaka 4 kabla mtu hajaenda kulala huo umepata chakula chako vizuri. Kwa piga mahesabu hivi, kama ni masaa 4 kabla ya saa 6, nile chakula cha jioni saa ngapi? Utafahamu tu kwamba chakula cha jioni unatakiwa ule saa ngapi, halafu baadaye uende upate pumziko. Baada ya pumziko, basi asubuhi unaamka ukiwa umerefresh, ukiwa na nguvu, na Mungu atakujalia kuwa na afya njema. Hiyo ni kanuni ya muhimu sana. Unapoishi hivyo utakuwa na afya njema na utadhihirisha utukufu wa Mungu katika maisha yako. Ndio kipengele kile cha malaika wa kwanza anachosema mtukuzeni Mungu. Tunamtukuza Mungu katika miili yetu
kwa kuwa na afya njema. Mungu akubariki na nikukaribishe katika kipindi kinachofuata ambacho chenyewe tutaangalia kanuni nyingine tena inayozungumzia habari ya kanuni njema za afya. Mungu akubariki sana.